Vyombo vya habari kadhaa vya magharibi vimeandika kile ambacho awali walikiandika kitu kingine, lakini sasa wakaandika kitu kingine, kuwa ziara iliyofanywa na wasuluhishi wawili waliotoka Marekani, mkwewe Trump Jared pamoja na mshikaji wake Steve Witkoff. Naposema mshikaji wake, Steve hana title yoyote, alikuwa mshirika wake tu Trump kwenye biashara za real estate walivyokuwa wakiuza majumba na kununua. Kwa hiyo alikuwa ni partner wake on business, ndio akamteua kuwa mtu wake wa karibu. Kwa hiyo naweza kusema kuwa hana lolote, yani hana utaalamu wowote isipokuwa ni mshikaji wa Trump. Hawa walikuwa Doha, walikwenda Doha katika ile ziara ambayo Donald Trump siku mbili nyuma alituambia kuwa yalikuwa ni maombi ya Irani baada ya mashambulizi ya tarehe 27 mpaka tarehe 29 waliposhambuliana kati ya Iran na Marekani. Baadaye tarehe 29 ndio walitutangazia kuwa wameamua kuweka silaha chini na warudi kwenye mazungumzo moja kwa moja, na wakatuambia kuwa mazungumzo hayo yangefanyika kule Doha, Qatar, ambapo kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, kuwa wakimnukuu Donald Trump, wanasema kuwa Irani wao ndio walimuomba baada ya makabiliano, wakamuomba kuwa bwana, hatuwezi kuendelea kupigana na wewe mkubwa sana, kwa hiyo tunaomba mazungumzo. Kwa hiyo ndio alichokisema Donald Trump kuwa Irani wameomba mazungumzo, kwa hiyo wanakwenda kwenye mazungumzo. Wapi? Doha, na watakutana naye. Kauli ya Donald Trump ikapigiwa mstari na Caroline Levitt, yule mwanamama wa ikulu pale, akasema yale yale Donald Trump kuwa wanakwenda kwenye mazungumzo, kitu ambacho kilikanushwa upande wa Irani. Wakasema kuwa tunakwenda Doha, tuna mazungumzo yetu binafsi. Yani Irani wakasema kuwa sisi tuna mazungumzo yetu binafsi, mazungumzo yetu sisi na Qatar yako na jambo moja tu. Jambo hilo ni kuwakumbusha Qatar, ambao wao ndio walikuwa wasimamizi wa haya mazungumzo, kumkumbusha Marekani kuwa vifungu tulivyokubaliana ni lazima avifate, sio anakiuka vifungu. Kwa taarifa ya Irani ikawa inasema vingine tofauti na taarifa ya Marekani, ambao walisema kuwa tunakwenda kukutana na wakilishi wa Irani. Ndio sababu tukaambiwa kuwa kina Jared wamekwenda na mwenzake Steve wameelekea Doha, kwa sababu wanakwenda kuzungumza na wawakilishi wa wapi? Wa Irani. Upande wa pili wanatuambia kuwa hawana mazungumzo na Marekani, isipokuwa wanataka wazungumze na Qatar. Baada ya siku moja kabla, taarifa zikabadilika ndani ya Marekani, wakasema kuwa wawakilishi wetu hawawezi kuzungumza na wawakilishi wa Irani, ila watazungumza na wawakilishi wa wapi? Wa Qatar. Kwa hiyo wakarudi kupigia mstari taarifa ya nyuma, na taarifa aliyokuwa ametupa Donald Trump kuwa walikuwa wamemuomba, ikawa ni taarifa ambayo inatembea kwenye nadharia ile ile ya uongo, kuwa si kweli kuwa walimuomba. Hawakumuomba, isipokuwa yeye alitaka kujaribu kujibrandi kwenye mwelekeo wa kisiasa kutokana na time inavyokwenda. Sasa Ismail Baqai akinukuu kile ambacho kimesemwa na msuluhishi mkuu, naweza nikasema Mohamed Ghalibaf, spika wa bunge, ambapo yeye alisema, huyu ni Iran top negotiator, Mohamed Bagher Ghalibaf, ndio alichosema. Alizungumza na vyombo vya habari. Unajua alisema nini? Strait of Hormuz, it is greatest instrument of the power. Mfereji wa Hormuz ndio nguvu yao kubwa hivi sasa Irani ya maamuzi, unaweza ukasema ni ndio nguvu kubwa ya maamuzi. Nilishalizungumza hili muda, lakini nitakuja kulizungumza. Ngoja kwanza nikwambie kitu kimoja. Ukiwa pale Lamu, kuna shabiki yangu mmoja mkubwa sana, tena ni mama yangu, naweza nikasema mtu mzima, anaitwa Bi Husna. Ukiwasha TV yake hivi, zote zinakuja pale ni rahbi. Hakuna kitu ambacho rahbi kakizungumza hajawahi kukisikiliza yeye. Kwa hiyo huyu ni shabiki yangu mkubwa sana, na nimependa. Kwa nini nimemzungumzia? Najua wako wengi, lakini nimejisikia tu kumzungumzia leo kama Husna. Yeye anaitwa Husna, yuko pale Lamu, na inshallah na zawadi yake nilimtumia. Basi siku moja nikifika Lamu, inshallah nitakuja nimtembelee kidogo. Nimeamua tu kumzungumzia leo. Hii ni ishara ya mapenzi, yani hii ni ishara ya mapenzi na upendo, nathamini hicho. Lakini ngoja nikukumbushe jambo moja.
Ikiwa una matatizo sana, unajua watoa huduma hawa ambao za usanifu na wanafanya matengenezo ya mifumo ya maji safi, maji taka, plumbing, umwagiliaji, mifumo ya kuzima moto, ukitaka kufanyia swimming pool, ufungaji wa pampu, pamoja na civil work kama vile kufanya water tanks, septic tanks, chamber na lift station, zote wanakufanyia tena kwa ubora na weledi mkubwa sana. Sasa hiyo ni kampuni ya Akiosan Company Limited, wao wanatoa hizo huduma. Sasa ikiwa una tatizo moja kati ya hili tatizo, naomba uwatafute kwenye namba hizi 0672 971 282, 0618 511 282. Akiosan Company Limited, wao ndio wanahusika na masuala yote yanayohusu huduma za maji na mengine yote yanahusika. Turudi kwenye mada ya kile ambacho nilichoanza na kile ambacho amekisema Ismail Baqai akinukuu taarifa ya Mohamed Ghalibaf pale Iran wanaposema kuwa tumeifanya Hormuz kuwa ndio kitu chetu kikubwa, yani power yao kubwa imekuwa ni Hormuz. Ni kama bado anapigia mstari pale nilipotembea na kukwambia kitu kimoja ambacho na enjoy sana na wewe, kuwa wewe uko mbele ya muda. Vitu vingi wanavyokuja kuvizungumza mbele hawa watu, mimi na wewe tumeshavijadili, tumeshavizungumza. Niliwahi kukwambia kuwa Hormuz ni zaidi ya nuclear kwa Irani, na nikakwambia Irani wataachia makombora, wataachia project ya nuclear, hawawezi kuiachia Hormuz. Hawawezi. Yani imeshatokea, imetokea, imefika mikononi mwao, hawawezi kuja kuiachia. Chukua maneno yangu, kwa sababu unapomiliki nuclear maybe una tishio la nchi fulani, ambayo unajua kuna nchi ambayo huyu adui yangu ndio atakuwa na wasiwasi. Mfano Iran anapomiliki nuclear, nchi ambayo inakuwa na wasiwasi ni Israeli tu. Hakuna nchi nyingine hapa katikati itasema kuwa Iran anatengeneza nuclear kwa ajili yetu. Leo hii hata ikifanyika kura, ile poll, kura ya maoni kwa majirani wote wa Irani kuwa nani anapinga Irani kumiliki nuclear, wengi watasema mwache amiliki bwana, kwani ana shida gani? Kwa sababu licha kuwa ni majirani, hawana hofu kuwa huenda Irani akataka kutumia nuclear yake kwetu. Hilo hawana shaka nalo. Lakini nchi iliyo mbali zaidi ya kilomita 2000 itapinga, ambao ni Israeli, kuwa hatutaki Irani atumie nuclear au amiliki nuclear, kwa sababu wao wanajijua ndio maadui wao, kuwa akitumia nuclear huenda akatumia dhidi yetu. Wasiwasi wa Irani nuclear za Israeli ni kuwa nuclear za Israeli ziko kwa ajili yetu zaidi ukilinganisha na wengine, japokuwa hatari ni kwa nchi zingine pia, kwa sababu Israeli ni karibu wote maadui zake. Kwa tishio linakuwa ni kubwa kwa nchi nyingi. Lakini leo hii huwezi kusema kuwa eti nuclear za Pakistani ni tishio kwa Irani. Irani wala hawana wasiwasi nazo, na wanapakana naye kwenye mpaka, kwa sababu we are not enemies, yani hatuna huo uadui. Sasa Irani kumiliki Hormuz si tishio kwa Israeli, ni tishio kwa ulimwengu. Ulimwengu ambao kiasi kikubwa unafanya maamuzi dhidi yake. Yani wale wafanya maamuzi hao unasema Europeans ambao walikuwa wakifanya maamuzi, wengi wamemuumiza Irani kwa kiwango kikubwa. Juzi wamekaa wanasutana wao kwa wao kuwa mlishiriki hatukushiriki. Wakati Donald Trump anawashutumu NATO kuwa hamkutoa ushirikiano wowote kwenye vita yangu na Irani. Mark Rutte alisemaje? Alisema Italia iliruhusu viwanja vyake zaidi ya trip 500 za ndege zimerukia kutokea Italia, kabla ya Italia wenyewe kukanusha kusema wao hatujaruhusu kitu kama hicho. Sisi tuliruhusu tu meli ndege ambazo zilikuwa zikifanya ufundi na mambo mengine, sio kuanzisha mashambulizi kutokea hapa. Italia walisema hivyo, lakini tayari ilikuwa ni kauli ya kuonyesha kuwa uungwaji mkono ni mkubwa kwa upande wa pili ambao unaonekana kama uko dhidi ya Irani. Sasa ninaposema unamiliki nuclear sio kwa ajili ya Israeli au unamiliki Hormuz, hii sio tishio la Israeli. Tena katika kitu ambacho hakimsumbui sana Israeli ni Hormuz. Ndio maana pale dunia inapolalamika kuona imefika kwenye kiwango kigumu cha hali ya juu, Israeli hawajali kuhusu hilo,
wanaona tu kuwa ili alituhusu, kwa sababu nchi yao ilishatengenezwa kuwa ni nchi ya drip. Yani kuwa sisi tutapokea tu ufadhili kutoka kwa Marekani. Marekani ataenda atapora huko, atadhulumu, atavamia nchi, atachukua mafuta ya watu bure, atafanya anayojua. Alafu sisi tutaenda kuchukua kwa Marekani, tutakuja. Sisi hatuwezi tukadondoka. GDP ya ndani ya Israeli per capita, kipato yani cha mtu mmoja mmoja kwa Israeli kwa iko zaidi ya Marekani, ambako wao wanatoa tu drip kwa hapa. Zaidi ya Marekani, wao wanatoa tu drip. Iko zaidi ya 77,000 sijui kwenda 90,000 na ngapi huko ya Israeli kwa dola. Tofauti kabisa na Marekani. Sasa wao swala la Hormuz haliwasumbui, ndio maana licha ya kuwa dunia inavuja damu, dunia inaumia na swala la Hormuz, unamsikia waziri wa ulinzi wa Israel anasema, Israel Katz juzi anasema kuwa tunajiandaa kuanzisha vita na Iran sisi kama sisi bila msaada wa Marekani. Kitu ambacho anazungumza ni ndoto, kuwa hawezi. Yani ni ndoto. Nilishalijibu hili kwa sababu Donald Trump alimwambia Netanyahu kuwa siku mkizidi tutawaacha peke yenu, mpigane peke yenu. Kwa hiyo hata Trump anafahamu kabisa kuwa huyu bwana mdogo hana uwezo wa kupigana na huyu, ndio maana anamtishia kuwa hivyo. Lishatembea na mtoto, nitamuita mbwa. Yani unamtishia kitu ambacho kuwa unajua kabisa hakiwezi, yani anachokiogopa ndio unaweza kumtishia. Huwezi kumtishia mtoto kuwa nitakuitia kuku au nitakuitia njiwa hapa. Atakwambia muite, mimi mwenyewe nataka kucheza naye. Lakini akisikia mbwa ana kweli. Kwa hiyo kitendo tu cha Donald Trump kumwambia Israeli kuwa mkizidi tutawacha mpigane peke yenu, kilikuwa kinatoa ishara ya kuambia Israeli kuwa huna uwezo wa kupigana na huyo. Ndio maana nakwambia tutakuacha upigane peke yako. Sasa unamsikia waziri wa mambo ya nje Israel Katz anasema kuwa tunajiandaa kupambana na Irani wenyewe bila msaada wa Marekani. Wacha ibaki kama matamanio. Wacha ibaki kama matamanio. Hawajali kuhusu Hormuz, lakini Marekani na dunia nyingine, Hormuz ni swala ambalo limesumbua mno. Mno. Hebu jiulize kitu kimoja. Huu usitishaji au haya makubaliano au haya mazungumzo ambayo speaker anasema kuwa Hormuz inabaki kuwa ni sehemu yetu yenye nguvu zaidi. Wamekutana Doha. Katika ziara ya Doha waliokutana juzi au jana wamemaliza hapo, kina Jared na wenzake, hakuna story ilikuwa inahusu nuclear. Hakuna story ilikuwa inahusu makombora. Story yote ilikuwa kuhusu Hormuz. Mvutano uliotokea wakati Irani walipomjibu Ufaransa kumwambia kuwa hatuhitaji msaada wa nchi yoyote kuja kutoa mabomu ambao tuliyaweka sisi kwenye Hormuz. Baada ya kauli ya Macron wakati anazungumza na mfalme wa Oman Tariq bin Haytham juzi kule Ufaransa, alisemaje kuwa Omani na Ufaransa zinajitolea kusaidia kutoa yale mabomu yalipo. Akasema wakamjibu Mohamed Ghalib alimjibu akamwambia Macron kuwa halikuhusu. Kila kitu kinachozungumzwa kuhusu Hormuz kipo kwenye makubaliano ya vifungu 14. Kifungu cha 5 kimeshaeleza yote kuhusu Hormuz. Hakuna mabadiliko ya Hormuz. Usimamizi wa Hormuz kuanzia pwani ya Irani mpaka pwani ya Omani uko chini ya IRGC, ndio utauratibu shughuli. Halafu akasema kuwa kama masuala ya mabomu sisi ndio tuliyaweka na tunajua yako wapi. Tuna vifaa vya kutosha kwa ajili ya kutoa kila sehemu. Kwa hiyo hatuhitaji msaada wa nchi yoyote katika kutusaidia hili. Hormuz ni zaidi ya nyuklia. Ni zaidi ya nyuklia. Ndio maana nakwambia kuwa wamekutana Doha, hakuna story nyingine, ni Hormuz wanazungumza. Story ambayo haikuwepo kabisa kwenye chanzo. Haikuwepo kabisa kwenye mwanzo wa vita. Haikuwepo wala haikuwahi kujadiliwa. Kilikuwa kinajadiliwa regime change, kinajadiliwa kuua viongozi wao, kilikuwa kinajadiliwa kufanya mabadiliko yoyote, kinajadiliwa nyuklia yao, uwezo wao wa proxy na makombora yao na ndio walikuwa kinajadili hicho. Leo hii mjadala wote umebakia Hormuz. Yani game yanasema game changer. Yani upepo umegeuka moja kwa moja ukapelekwa upande wa pili. Halafu wakalazimishwa dunia yote ichezee huko. Yani kwa tutacheza hapa hapa. Hatuwezi kucheza kule kwingine kokote mnapotaka nyinyi. Tutachezea hapa. Na hakuna chaguo. Tunacheza pale pale Iran wanalazimisha tucheze. Hawataki kutupeleka kwingine, yani kuwa tutachezea hapa hapa. Na mjadala mkuu unakuwa uko pembeni. Huu ndio ukweli kuwa Hormuz haitokuja kubadilika. Yani unajua Uturuki wanamiliki mfereji wa Bosphorus. Nadhani wengi mnafahamu, ambao unaunganisha bahari Nyeusi pamoja na bahari ya Mediterranean.
Mkataba wa Uturuki kumiliki Bosphorus nadhani ulisainiwa 1936. Miaka ya 30 na kitu ulisainiwa, ambao ukaupa mamlaka Uturuki kuwa wao ndio watakuwa wamiliki wa Bosphorus inaunganisha bahari mbili. Sasa kama Uturuki anayo haki ya kuishikilia Bosphorus, au tuseme kwa sababu alikuwa hapakani na nchi nyingine, ukija huku ni Anatolia ndogo, ukija upande wa huku ni European, kwa sababu kote ni Uturuki. Manake lile daraja unaoliona la King Selim liko pale Istanbul, nadhani mara nyingi unaona kwenye picha za Uturuki ziko daraja kama tatu, kuna zingine zinafunguka chini na kuna ile King Selim ambayo iko juu. Ile bridge pale katikati inakutanisha bahari mbili, bahari Nyeusi na bahari ya Mediterranean zinakutana pale, lakini upande mmoja wa Uturuki inakuwa ni Ulaya, upande wa pili inakuwa ni Asia, ndio inaitwa Anatolia ndogo. Ukienda upande ndio kiasi kikubwa, yani upande wa Europe ni kati ya 5% tu ya nchi iko huko, na baadhi ya mikoa kama 3 au 4 ndio inakuwa upande wa Ulaya, inakwenda mpaka Bulgaria kule na kwingine huko. Hapa Uturuki anachaji, alikuwa hachaji mpaka ilivyofika kwenye miaka ya 90 na kitu hivi ndio alianzisha tena. Alikuwa akichaji $0.380 kwa tani inayopita meli. Jana nilikuwa nikisoma taarifa moja ya Turki, ilikuwa imefika $4.8 jana, na leo tarehe mosi Julai wamebadilisha price. Yani meli zitachajiwa pale kwa kila tani moja ambayo amebeba pale italipa ni $6.7, yani $6.7 meli ita cross pale kuvuka, iwe inaingia Red Sea, iwe ina Black Sea na inarudi Mediterranean. Black Sea ndio unakwenda huko Ukraine, unakwenda Crimea, unakwenda mpaka bahari ya Azov, nadhani inakwenda mpaka Urusi, yani utakwenda utaconnect hiyo Black Sea. Kuna nchi zingine za Ulaya Mashariki zinakwenda kule. Sasa Uturuki anachaji kodi hapa. Nguvu ya maamuzi Irani, swala la Hormuz watakufa wote, hawatoliachia. Yani chukueni maneno yangu tukiwa hai, wakiwa wajukuu, wakiwa nani, pigieni mstari. Naweza nikasema hivi, Waswahili wanasema ni kama mbuzi kafia kwa muuza supu, usitegemee kuwa atatupwa, mtanyweshwa supu ya kibudu. Ndio hiki kinachotokea kwa Irani. Irani hawezi kuiachia Hormuz vyovyote, hata waje na mkataba gani, hata kuja kuiachia. Yani anaweza akapunguza project ya nuclear hivi sasa, na niliwahi kuambia kuwa kadri wanavyokuwa, yani kadri unavyomwadhibu unampa ukomavu, ndivyo walivyofanya. Niliwaambia Irani hakuwa akijua hata uwezo wake aliokuwa nao, alikuwa hajui uwezo wa makombora yake, akaja kugundua makombora yangu yana uwezo mkubwa, akapunguza nguvu ya nuclear, akaja yani, kwa sababu yeye mwanzo alikuwa amewaza tu kuwa ili niwe salama na hawa watu ni lazima niwe na nuclear, ndio maana aliwekeza kwenye nuclear sana. Lakini walivyokuja kumchokoza wao, akaanza kureact, akaona kumbe kila nilichonacho kinawaumiza, makombora yanawaumiza, nuclear akaiweka pembeni. Sasa kashika Hormuz, kaona ndio nimekamata wote, kuanzia wale wa Ulaya ambao wanacheza kinafiki mpaka wote, yani kila mmoja anataka hataki atakubaliana na mimi. Hawezi kuachia hiki. Yani Irani kuiachia Hormuz, kuirudisha ni sawasawa ameamua kuachia kiasi cha milioni 1 alichokuwa anashikilia, ameamua kukiacha, amerudi kushikilia 100,000 yake nuclear. Atabaki kuishikilia milioni yake, basi ndio atabaki kushikilia. Ndio hilo ambalo linaloendelea. Wamezungumza, na taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari wanasema kuwa mazungumzo yamekuwa mazuri. Ni mazungumzo ambayo hayakwenda moja kwa moja kati ya Irani na Marekani, kama vile alivyosema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari. Pia na yeye alipigia mstari kuwa hamna mazungumzo ya Marekani na Irani, isipokuwa kutakuwa na mazungumzo kati ya Irani na Qatar, kati ya Marekani na Qatar, yani mediate, wale wawakilishi, halafu wao ndio watatoa taarifa. Wanasema mazungumzo yamekwenda vizuri kwa kiwango kikubwa. Muda sio rafiki kwa Trump, hakuna maamuzi mengi. Unaweza kusema kuwa kuna wakati anakuambia kuwa machaguo yote tunayo kwenye meza. Hana machaguo yote kwenye meza, ana machaguo machache sana, na chaguo kubwa lililo mbele yake ni diplomasia tu. Hana chaguo la kusema kuwa tuna chaguo la kijeshi, hana. Muda haumruhusu kufanya hayo machaguo, muda haupo upande wake ambao mwambie kuwa fanya machaguo mengine ambayo kama vile tunayo maamuzi yote. Hakuna, hayo maamuzi hayapo. Niwatakie kila la kheri na shukran sana.
Asanteni.